tarehe 25 mwezi huu wa 6 mwaka 2025 dabi inakwenda kupigwa. Sasa story ni kwamba kwa nini Simba Sport Club ambao wao ndio wageni wa mchezo huu hawajatoa tamko lolote mara baada ya bodi ya ligi na TFF kutoa tarehe nyingine ya mchezo huo, na hii inakuwa ni tarehe ya 3 ya mchezo wa dabi ya Kariakoo. Sasa niko hapa na wadau wa soka wakizungumzia nini ama kwa nini Simba Sport Club wao wamekaa kimya hadi hivi sasa na hakuna kauli yoyote ambayo wameitoa kuhusiana na mchezo huu. Kwa nini Simba Sport Club bado wamekaa kimya na mashabiki zake wanasubiria nini ambacho watakifanya kuelekea kwenye mchezo muhimu wa ligi kuu Tanzania bara? Ni jambo gumu sana kwa sababu limekuwa likiingia na kutoka. Kwa hiyo kunahitajika busara na utulivu kwenye kuliendea hili jambo. Press release waliotoa kwa mara ya mwisho walisema kwa namna yote ile itakavyokuwa, ikitokea huu mchezo umesogezwa tena mbele, wao hawatakuwa sehemu ya mchezo huo, kwa maana hawatashiriki tena huo mchezo. Sasa bado wanaangalia ni namna gani ambavyo wanaweza wakarudi na kuwaambia mashabiki zao kwamba tumebadili msimamo na tutaenda kushiriki huu mchezo. Inawezekana wakaenda kushiriki kwa sababu tayari we all know kwamba kuna maelekezo ambayo yameshatolewa kwamba mchezo unatakiwa kufanyika, kwa sababu unapoenda kuzungumza na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yani mapendekezo yake ni amri. So anahitaji kuona ule mchezo unafanyika, kwa sababu inaweza ikatokea ukaleta sintofahamu, jambo ambalo inaweza katikisa hata utulivu, amani ya nchi, kwa sababu tunafahamu Simba na Yanga ni taasisi kubwa sana kwenye mpira wa miguu Tanzania na zimeligawa hili taifa kwenye maeneo mawili tofauti, na ni moja kati ya michezo ambayo ina hisia kubwa sana. So kitakachoangaliwa ni namna gani ambavyo Simba wanaweza wakarudi na kuwaambia mashabiki zao kwamba wataenda kushiriki huu mchezo. Hakuna option nyingine yoyote. Simba wataenda uwanjani, lakini wanaangalia timing sahihi ambayo wao wanaweza wakarudi na kuambia mashabiki zao na kuelewa, kwa sababu ukipita kwenye groups za WhatsApp na mitandao mingine ya kijamii, mashabiki wengi wa Simba hawako tayari kuingiza timu uwanjani, yani hawako tayari kuona Simba wanashiriki mchezo namba 184. Ile slogan hatucheza ambao walikuwa nao Young Africans, sasa hivi wanatembea nao Simba Sports. Okay, binafsi yako unavyotazama sakata hili, kana kwamba Simba wako sahihi kufanya ambacho wanakifanya hivi sasa, kana kwamba walichokuwa wanakifanya Young Africans kusema mechi ya tarehe 25 hawatokwenda kucheza, pengine unaona Simba wako sahihi kutokana na yale yote ambayo yametokea hapo awali ama hapo nyuma? Ni ngumu sana kusema Simba wako sahihi, kwa sababu Simba wao baada ya kuwa wamezuiliwa kufanya mazoezi walivunja kanuni kwa kutokwenda uwanjani kucheza ule mchezo wa tarehe 8 mwezi wa 3. Sasa kwa sababu mwanzo umeshakuwa mbaya, it's obviously kila kitakachokuwa kinakuja hakitakuwa sahihi. Bodi ya ligi wameahirisha ule mchezo wa tarehe 15 kupeleka tarehe 25 with no reason. Hawajatoa sababu yoyote ile kwa nini wameuahirisha ule mchezo. Inawezekana Simba wakaamua kusema hatutacheza kwa sababu hatujui kwa nini mchezo umeahirishwa. Inawezekana wameamua kutii matakwa ya Young Africans, kitu ambacho kwa viongozi, mashabiki na wanachama wa Simba wanahisi kama ni kuburuzwa na Young Africans. So wanaweza kasimama hatuchezi kwa lengo kwamba tunahitaji mpaka tupewe mrejesho ni kwa nini ule mchezo umesogezwa mbele. So kusema Simba wako sahihi kwenye kuendelea kukaa kimya sasa hivi, kutoa press release kuhusiana na mchezo au kuposti kuonyesha kwamba wako tayari kucheza huu mchezo, unaweza ukasema wako sahihi kwa sababu hawajapewa sababu ni kwa nini mchezo umeahirishwa. Lakini inawezekana wameshapewa sababu za ndani ambazo mimi na wewe hatuzifahamu. Lakini kwa sababu hatujazifahamu sababu zilizopelekea ule mchezo kuahirishwa, Simba wako sahihi kukaa kimya. Lakini kwa sababu tuliona picha ambazo hazikuwa na maelezo yoyote yale ambayo wanaweza kutumika kama ushahidi wa maelekezo kutoka kwa kiongozi wa nchi, tunaweza tukasema Simba hawako sahihi kuchelewa, kwa sababu dhana iliyopo miongoni mwa Tanzania baada ya zile picha kuwa released ni kwamba kuna maelekezo ule mchezo uahirishwe, kitu ambacho ni makosa. Ile ni interference kwenye mpira wa miguu. That's why hakuna chochote kile kilichozungumzwa na hayupo mtu yoyote anaweza kuthibitisha kwamba kuna maelekezo. Kilichoandikwa ni kwamba ilikuwa ni mazungumzo ya viongozi wa Simba Sports Club na ambao sio viongozi wa Simba Sports Club na Young Africans, viongozi na ambao sio viongozi. Tunafahamu Karibu Said Mohamed sio kiongozi ndani ya Yanga. Yeye ni mwekezaji tu ambaye by any means hapaswi kuwa na maamuzi yoyote ile kwenye ile club.
lakini kwa upande wa Simba Sports alikuwepo Mzee Dalali, alikuwepo Hassan Hassan, ambao si viongozi, by any means hawezi kuwa sehemu ya maamuzi kwa Simba Sports Club. Kwa hiyo inawezekana ilikuwa ni maongezi ya kawaida, that's why hatuwezi kuwa na sababu au hatuwezi kuwa na ushahidi kwamba maelekezo yalitoka kwenye yale mazungumzo. So bodi ya ligi ndio wanapaswa kuja kutuambia ni kwa nini walisogeza mbele mchezo kutoka tarehe 15 mpaka tarehe 25. Na hiki ambacho kinatokea kwa upande tatu, upande wa ligi kuu Tanzania bara kama na bodi ya ligi Young Africans, lakini pia Simba Sport Club, huoni kwamba inaashiria kana kwamba bodi ya ligi imethibitisha kana kwamba wao hawana msimamo na wako chini ya hivi vilabu viwili kana kwamba Simba na Yanga? Atakuwa ni mwenda wazimu peke yake ambaye anaweza kukataa kwamba TFF haiko chini ya Simba, haiko chini ya Yanga, kwa sababu haina maamuzi dhidi ya hizi clubs. Sasa ni wazi TFF ni chombo kinachoendeshwa na Simba, ni chombo kinachoendeshwa na Yanga, na hapa ndipo ambapo mpira wa Tanzania unaponajisiwa. Pengine sasa Young Africans na Simba Sport Club kuelekea mechi zao mbili ambazo zimesalia za NBC Premier League, ambazo ni mechi muhimu na kwa jinsi msimamo ulivyo, pengine hii mechi inaweza ikawa ni sehemu ambayo inakwenda kuathiri kwenye hizi mechi zao mbili ambazo zimesalia, ama kuna kitu kingine cha ziada ambacho kinafanya kunogesha ubora wa ligi yetu ya NBC Tanzania bara? Huu mchezo hauwezi kwenda kuathiri hii michezo miwili, lakini hii michezo miwili ndio inaweza kwenda kuathiri ule mchezo wa mwisho wa tarehe 25, kwa sababu tarehe 18 wanacheza, tarehe 22 wanacheza, then tarehe 25 wanacheza. Ni interval ya almost wiki moja zinachezwa mechi tatu. Hatukuwahi kuzoea hichi kitu, lakini tumefikishwa hapa kwa sababu TFF wameamua kwa watoto wa Simba, wameamua kwa watoto wa Young Africans. Ndio maana tumefikia hapa kwamba zinachezwa mechi tatu ndani ya wiki moja, mechi za maamuzi. Kumbuka mchezo wa Simba wa tarehe 18 na wa Yanga wa tarehe 18, mchezo wa Yanga wa tarehe 22 na wa Simba wa tarehe 22 ni build up kuelekea kwenye mchezo wa tarehe 25, ambao ikitokea Simba na Yanga zote zimeshinda kwenye huu mchezo, bingwa atapatikana kwenye mchezo wa Kariakoo Derby. So kwa namna yoyote ile, hii michezo ya hapa mwanzoni ndio itakaoathiri ule mchezo. Matokeo yakija positive kwa timu zote mbili, unaenda kwa mchezo mgumu sana kwa timu zote mbili kwenye ule mchezo wa Kariakoo Derby. Matokeo yakiwa mabaya kwa timu yoyote ile, ule mchezo unaweza kuwa wa kawaida, kwa sababu tayari tunaweza kuwa tumeshampata bingwa. Unadhani nini ambacho kinaweza kikatokea kana kwamba Simba nao wakireact na kutaka kwamba kwa nini mchezo uliahirishwa wa Juni 15 na kusogezwa mbele na kugomea mchezo ambao unafuatia wa tarehe 25? Sioni Simba wakigomea. Kwa heshima ya bendera ya nchi hii, sioni Simba wakigomea huu mchezo. Ingawa maumivu, masononeko, mazungumzo yanaonyesha au yanaonekana kwenye nyuso na mioyo ya wana Simba kwamba wanahisi kuburuzwa na Young Africans, wanahisi kutotendewa haki na TFF, ndipo wanapofikia hatua ya kusema kwamba kwenye huu mpira wa Tanzania kwa kipindi hiki walioshinda ni Young Africans, sio mpira wa Tanzania. Hawaamini kama mpira wa Tanzania umeshinda kwenye hili sakata, wanaamini Young Africans ndio iliyoshinda, na TFF wameamua kuunajisi mpira wa Tanzania kwa kuufiata kwa Young Africans, kwa sababu wamekuwa wakisikiliza kile ambacho Young Africans wanachokihitaji. Yes, derby ya Kariakoo ni mechi kubwa ambayo Afrika inakwenda kushuhudia, Tanzania inakwenda kushuhudia. Pengine binafsi yako sasa nipende kufahamu unatamani nini kuhusiana kwenye hii derby? Tuone mechi ikichezwa ama tungeshuhudia mpira ukifuata njia zake, kana kwamba protocol za mpira zifuatwe kwenye shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF na bodi ya ligi ambao ndio wasimamizi wakuu wa hii ligi yetu ambayo tunashuhudia ni ligi nambari 4 barani Afrika na imekuwa ni ligi bora kwa kuthibitisha hilo. Pengine wewe sasa ningependa kufahamu unatamani kuona mechi tarehe 25 ichezwe ama ungetamani kuona njia nyingine ifanyike ili kuweza kulimaliza hili? Unajua, sidhani kama nitakuwa sahihi sana kusema kwamba sitamani kuona mpira wa miguu unachezwa. Mimi ni mdau wa mpira wa miguu. Natamani kuona mpira wa miguu unachezwa tena kwenye fair ground, kwamba kila mmoja ashinde kulingana na ubora aliokuwa nao. Haya maamuzi ambayo yanakuwa yanafanyika nje ya uwanja ndio vitu ambavyo vinafikia hatua unawezani ilipaswa kufanyika jambo fulani ili kuonyesha watu fulani hawajaridhika. Tukubali tusikubali, TFF imefanya makosa mawili au bodi ya ligi imefanya makosa mawili ambayo yameseti precedent mbaya sana kwenye mpira wa Tanzania. Kwa kuahirisha mchezo tarehe 8
Ile ni kosa kubwa mno walilifanya, kwa sababu pale walionyesha wanawasikiliza Simba wanachokihitaji. Kuahirisha mpira mechi tarehe 15 ya mwezi wa 6, wameonyesha kwamba wanawasikiliza Young Africans kile wanachokihitaji. Definitely kuna moment ambao TFF ni watoto wa Simba, kuna moment ambao TFF ni watoto wa Young Africans. Kwa ni mtoto mmoja mwenye baba wawili. Unaweza kuona situation ilivyo hapa. Kwa mwisho wa siku nini kitaenda kutokea? Kuna siku mechi itachezwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, halafu haitamalizika kwa sababu ya TFF na bodi ya ligi kutokuwa na msimamo. Chonde siombi hili jambo liende kutokea. Just fikiri kwa kiwango kidogo tu, walau cha akili za darasa la kwanza. Ikitokea kwenye ule mchezo yanatokea matukio ya kibinadamu yanayoathiri Simba Sports Club, nini kinaweza kutokea kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa baada ya haya yanayoendelea? Ni kitu hatari sana ambacho tunakitengeneza kwenye mpira wa Tanzania, ambacho baadaye kinaweza kikaleta taswira mbaya sana kwenye mpira wa miguu. Sitashangaa kwa mwenendo huu TFF ikapelekea serikali ikaingia kwa miguu yote miwili kwenye mpira wa Tanzania na tukakutana na bani ya FIFA. Yes, kwa Young Africans matakwa ambayo walikuwa nayo kuelekea kwenye huu mchezo ni kwamba kutaka viongozi ambao wao waliwataja kuweza kusimamishwa ama kujiuzulu, lakini pia walikuwa wanataka bodi ya ligi ikiwe chombo ambacho kinajitegemea chenyewe, kisiwe ndani ya TFF, kana kwamba kisiwe kinakomandiwa na TFF. Pengine hii kwenye masuala ya mpira na kandanda kwa ujumla, Young Africans walikuwa sahihi kwa asilimia ngapi ama kwa sehemu gani, lakini pia walikuwa wanaukosea mpira kwa sehemu gani kutaka bodi ya ligi ambao ndio wasimamizi wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara NBC, lakini pia TFF ambao ndio wenye mpira wao, kana kwamba shirikisho la mpira wa miguu Tanzania lisiwe linahusika kwenye mambo ya ligi kuu Tanzania bara. Young Africans walikuwa sahihi wapi, lakini pia Young Africans walikuwa wamekosea sehemu gani? Young Africans hawanakosa hata moja, kwa sababu walikuwa wanatetea interest zao. Young Africans walikuwa sahihi sana kwa sababu walikuwa wanatetea interest zao. So walichokifanya, ndio maana nimetanguliza kauli kusema kwamba Yanga wameshinda kwenye hili sakata. So kile kitu ambacho wao walikuwa wanakidemand kitokee kimetokea. Definitely wao wameshinda kwa sababu walichokuwa wanakihitaji kitokee kimetokea. Mtu anaweza akaja na yengo ya kwamba Mzee Mguto hakuridhishwa na mchezo kusogezwa mbele. Nani alisogeza mbele mchezo? Ni bodi ya ligi, si ndio? Kwa hiyo alisogeza mbele ili apate muda wa kustep out. Inawezekana, lakini ni pressure kutoka kwa Young Africans. Kinacholeta ugumu na kinacholeta taswira mbaya kwenye mpira wa Tanzania ni kwamba mabadiliko yanatokea pale ambapo Simba na Yanga zinapokuwa zimeguswa. Zinapoguswa timu nyingine za kawaida, hakuna mabadiliko yote yale yanayotokea. Na hapa ndipo ambapo utapata unafiki wa viongozi wa Simba na unafiki wa viongozi wa Yanga wanapojinasibisha na kuutetea mpira wa Tanzania. Inatokea pale tu wanapokuwa wameguswa wao. Sasa haiwezekani wewe uwe na lengo la kubadilisha mpira wa Tanzania, usubirie wewe uguswe ndio ukumbuke kwamba kuna makosa yanatokea. Tunafahamu moja kati ya maeneo makubwa ambayo yamekithiri uozo kwenye mpira wa Tanzania ni kwenye eneo la waamuzi. Hakuna siku Young Africans waligoma kuingiza timu uwanjani kwa sababu kuna timu imeonewa. Young Africans hakuna siku walizungumza maamuzi mabaya ya waamuzi pale walipopewa penalty nje ya 18 dhidi ya Kagera Sugar kwenye mchezo wa FA, walipopewa penalty iliyofanyika tukio lilofanyika nje ya 18 kwenye mchezo dhidi ya Geita Gold. Hawakuzungumza chochote Baka alipofunga goli la mkono. Huu ni unafiki. Na hapa ndipo ambapo utaona kabisa wanatetea interest za Young Africans. Simba wamekuwa wanufaika wakubwa sana wa maamuzi mabovu ya waamuzi. Hakuna hata siku moja waliwahi kukemea jambo la waamuzi. Leo kwa sababu wameguswa wao kwenye interest zao, ndio wamesimama, kila mmoja anasema atucheze, alafu mtoto wao TFF anatii, anawasikiliza kile wanachohitaji, anapanga vile wanavyohitaji. Ni kunajisi mpira. Na tarehe 25 ni dabi ya Kariakoo katika uwanja wa Benjamin Mkapa, japokuwa tumeshuhudia sakata nyingi sana tangu tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka huu, lakini pia tarehe 15 Juni ambapo mechi zote zimeweza kuahirishwa. Bodi ya ligi pamoja na TFF ambao hawa ndio wenye mamlaka ya soka nchini, tarehe 25 tunakwenda kushuhudia dabi ya Kariakoo, miongoni mwa dabi kubwa katika ukanda wa Afrika Mashariki, lakini pia katika bara zima la Afrika. Hii ni Anuari TV.